roho mazee tunakushukuru na tunakuinua wewe kama Mungu wetu mfalme na Mungu Baba wewe wastahili sifa na utukufu wote na zote
zetu, na wewe ndiye mfalme wetu. Twakuinua Bwana ni kwa sababu Jehova Jire, wewe ndiye mfalme, unaweza linda watu wa familia yako. Kama vile Bwana Jehova Jire, sisi ni familia moja pamoja na wewe Bwana. Ili kanisa Bwana ni familia yako Bwana, mfalme wa ajabu walio ndani yake. Jehova tunakushukuru tukiamini ya kwamba sisi wote Bwana Jehova Jire, katika uweza wako na katika nguvu zako na mamlaka yako Bwana, tutaweza Bwana kutembea juu ya mambo yote mfalme wa ajabu, tukiwa katika usalama. Na hali yoyote ile Bwana inaweza kutupinga ndio tukose kuelewa mapenzi yako katika maisha yetu. Jehova kuamini neno lako Bwana Jehova Jire, kwa sababu tuko katika ulinzi wa neno lako. Mambo yote yatafunguliwa Bwana, tutakuwa katika uwazi wako mfalme, katika jina lako Yesu Kristo. Kama vile mitume Bwana Jehova Jire walikuwa wanaona kama kazi ya Kristo ilikuwa haina faida, lakini baadaye waliona faida yake Bwana Jehova Jire na wakaifurahia. Walifanya pasipo kusukumiwa Bwana Jehova Jire. Nasi Bwana Jehova Jire, siku ya leo ninaomba tusiwe Bwana watu wa kusukumiwa wala wa kupelekwa, ila Bwana Jehova Jire tuweze kuwa watu mfalme wa ajabu. Roho wako Mtakatifu ananena na anatembea na anatenda kazi ndani yetu, tukiwa pamoja naye Bwana Jehova Jire, ndio tuweze kukamilisha kazi yote kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa Bwana Jehova Jire, ninakomesha kila ngome zote, nguvu zote za giza Bwana na mamlaka yote ya kishetani. Ninasema Bwana Jehova Jire, watu wao wamefunguliwa, familia zao zimefunguliwa, watu wao wamebarikiwa, watu wao Bwana Jehova Jire, hakutakuwa na pingamizi zozote katika watoto wao, katika waume na wake wao, baba wetu, na katika kazi wanazozifanya mfalme wa ajabu. Ninawaombea malaika ya mamlaka yako Bwana iweze kuwa utawala mkuu Bwana Jehova Jire katika maisha yao ya rohoni. Baba wetu, kama vile neno linatuambia umetubariki na baraka zote za rohoni, na macho yetu ya rohoni Bwana imefunguliwa, na masikio yetu ya rohoni imefunguliwa. Wacha na kuwe hivyo Bwana Jehova Jire kwa watu wa familia hii Bwana Jehova Jire yako mtakatifu, katika jina lako Yesu Kristo. Ninawaombea utukufu na nguvu na mamlaka kwa jambo lolote linalotatiza maisha yao, magonjwa yote Bwana Jehova Jire, kutosikizana mmoja kwa mwingine Bwana Jehova Jire, na kujikuta Bwana Jehova Jire katika udhaifu wa aina fulani. Baba, ninawaombea ushindi wako Bwana uweze kuwa pamoja nao. Neno lako Bwana Jehova Jire liwazungumzie, liwashikilie, wawe rooted and grounded katika ufalme wako Bwana Jehova Jire, katika imani yako Bwana Jehova Jire, katika msaada wako Bwana Jehova Jire wa kiroho, katika jina lako Yesu Kristo. We disappear till ibadi tena Father. Mwana ni gairi tu divine favor juu ya maisha yao Bwana Jehova Jire. Bring the teddy that Father Jabra Magota and Bali teddy that Father Jehova Glory Masteri and Basi teddy that Father. Watu wako hawa Bwana Jehova Mungu wetu, wakati wanaofanya kazi, nimeomba mazao, nimeomba Bwana Jehova Jire kazi zao siweze kutoa mazao. Baba wetu waweze mfalme wa ajabu kuwa na marafiki wanaosaidiana kulingana na vile kunavyowezekana. Jehova, nimekataa mambo ya maroni na kusunguka huku na kule wakitafuta fedha. Baba wetu, ninawaombea Bwana Jehova Jire wawe stability katika nafasi ya kifedha, katika jina lako Yesu Kristo. Ninawaombea Bwana waweze kuwa Bwana mfalme wa ajabu na uwezo katika nafasi yao yote ya kulipa manyumba na hata kusimama katika kazi ya mikono yao, katika jina lako Yesu Kristo. Nimekushukuru wewe Bwana, ni kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwako. Kwa wale wote waaminio Bwana, unatuinua na umetubariki, na katika maisha yetu ya rohoni tumetambua Bwana uwezo wako unatenda kazi katika ndani yetu, kwa neema kuu mfalme, kwa uwezo wako mfalme, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Amen. Wacha tukae chini. Haleluya. Kama vile tulivyokuwa tunaendelea pamoja on Sunday, nataka tuweze kuangalia lile neno tulikuwa tunatembea nalo. Nataka uniambie wewe uliandika topic namna gani? Niko nayo hapa. Ninataka kujua kama unajua mahali uliandika. Why I need the Holy Spirit? Yeah? Why you need The Holy Spirit. the Holy Spirit, the Holy Ghost. Bwana asifiwe. Holy Ghost power, vile tu umeandika.
Kwa hivyo kwa wakati huu nataka tuweze kuendelea nayo na ndio tuweze kuona mambo kadhaa kulingana na mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo ninashukuru Bwana sana wakati ninapomuona na wakati ninapojua ya kwamba hamkuji mpokee fedha, mnakuja ni kwa sababu ya neno la Bwana. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Tunampenda na tunamuombea, na sisi nasi tunajua mnatuombea. Si mnatuombeanga? Ndio mnaona tunakutana kila wakati tunapohitaji. Kwa hivyo tunampenda sana 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 kama vile Mungu anavyotupenda. Nataka tuweze kuangalia katika neno katika kitabu ya Acts. Najua tunafaa kuwa katika kitabu ya Acts 2, but nataka kwanza turudi mahali tulitoka on Sunday, tuweze kuangalia mstari wa Acts 1:8. Acts 1:8. Rona, soma. Act 1:8. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses upon me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the outermost part of the earth. Tuliona ya kwamba on Sunday, kwa nini tunapokea nguvu? Kwa nini tunapewa nguvu? Kwa nini tunapokea Roho Mtakatifu wa Bwana? Bwana asifiwe. Neno likatufafanulia na kusema ya kwamba tunapokea power ndio tuweze kufanya nini? Witness. Kwa hivyo tunapokea, you receive power to witness. Kwa hivyo wakati tunapopokea hiyo power, hizo nguvu tunazipokea ndio tuweze kufanya kazi ya Mungu. Na ndio neno limetuambia kwamba, acha nisome na Kiswahili. Lakini mtapokea nguvu, haleluya. Mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hivyo tunapokea nguvu. Tunapokea nguvu ni kwa sababu ya nini? Ya kuhubiri. Tunapewa Roho ni kwa sababu ya nini? Ya kuhubiri. Kwa hivyo pasipo kuhubiri haufai kupokea nguvu za Mungu. Yule hahubiri hahitaji nguvu. Hata hafai kushinda akiomba apewe nguvu ya nini? Hata kama tunaomba nguvu kila wakati. Tena watu wengi unasikia wanaambia Mungu, Mungu kuja, nitembelee, nishukie, niongoze. Atakuongoza kwenda wapi? Na aliwaambia popote mtakapoenenda nitakuwa pamoja nanyi. Haleluya. Kwa hivyo hata pasipo kumuomba Bwana, nitangulie Baba, niongoze Baba, nifanyie, tayari ameshajipeana kwetu. Haleluya. Kama sio hivyo, ameshajipeana kwetu kwa wote wale waaminio, kwa wote wale wanaosikia na wanatambua neno la Bwana na wanalitimiza neno la Bwana kulingana na vile linavyofaa. Sababu wakati wote tunapolipokea neno la Bwana, hatupokei neno la Bwana tuweze kufurahia. Sasa tuliona ya kwamba hatupokei neno la Bwana tuweze kufurahia ama tuweze kufanya jambo lolote lile, isipokuwa tu ni kwa sababu ya witness. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hiyo nguvu unahitaji, hiyo mamlaka unahitaji, is for witnessing. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Aliwaambia kaeni hapa mpaka muweze kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Sababu hakuna awezaye, mtu yeyote yule amepewa nguvu za Roho Mtakatifu, Mungu anampa ni kwa ajili ya kazi yake. Si kwa ajili ya kukula na kunywa, si kwa ajili ya kukaa na marafiki, si kwa ajili ya business. Unapewa Roho wa Bwana kwa sababu ya kuhubiri. Wewe unapojitambua namna hiyo utafurahia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu utakuwa na nafasi kama hiyo ya kuweza. Nilimwambia Monke siku moja, nikasoma kitabu yake, anasema ya kwamba
prayer without going to preach is shooting an arrow. Bwana asifiwe. Ate wakati wowote tu unapokea nguvu, unapokea neno la Bwana. Na unajua kupokea nguvu ni kupokea neno. Na sisi wote ninaona hapa tumepokea neno. Bwana asifiwe. Vile tu tunaenda tukiendelea mpaka watoto wetu tunapokea neno. Na wakati tunapopokea neno, hakuna kazi nyingine neno la Bwana linakuja kufanya maishani wetu isipokuwa tu kufanya nini? Twende tukahubiri, tukawaambie wenzetu na wenzetu waweze kutambua mapenzi ya Bwana kuhusu juu ya kazi yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu roho mnaona tunapewa ni kwa sababu Mungu anatupenda. Na Mungu anataka tukae tukiwa idle. Bwana asifiwe. Sababu wakati ule mnaona tunakaa tu hivyo, ndio tunafikiria juu ya kukopa pesa, ndio tunafikiria juu ya kwenda kutenda mambo mengine, kuingilia ndoa za wenyewe, kuingilia mambo mengi na kusengenya watu wengine. Ndio Mungu anataka tuweze kuwa na jambo tunalofanya. Haleluya. Ndio tusisimame tuseme ya kwamba ate mimi sikuwa na jambo la kufanya. Jambo la kufanya ulipewa kabla haujaokoka na tena kabla haujazaliwa. Kazi ya Bwana ilipeanwa kabla haujazaliwa. Kwa hivyo hakuna wakati utaweza kusimama useme ate mimi sina jambo la kufanya. Hata kama umeosha vyombo na kama umemaliza kulima shamba, hata kama umemaliza kufanya mambo yako yote na kufua nguo ndani ya nyumba yako, tambua hiyo masaa mengine kuna time ya prayer, kuna time ya preaching, kuna time ya kwenda yani ya kusoma neno, na kuna time ya kwenda one on one ama kukutana na watu kwa sababu ya maombi ya kuhubiria. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu jambo ile ya kusangaza ni ya kwamba Mungu hawezi kuhubiri. Guide yake njia. Ni hivyo. Mungu hawezi kuhubiri peke yake. Mungu anakuhitaji. Again, Shetani hawezi kuhubiri mahubiri yake. Shetani naye anakuhitaji. So wakati wowote unakosa kutimiza mapenzi ya Mungu, wakati wowote hauendi katika nafasi ya kuhubiri na unakaa tu hivyo umeregarega na hauna mawazo mengine, Shetani hatakosa kurusha mishale ndani yako. Bwana asifiwe. Haikosani. Niko kana tibu. Akuru kurutira kaimera no kurutira. Ni twali yeye. Akuru kurutira kaimera no kurutira. Ni Shetani ma. Hawati kwa kwa nduki. Akuru kurutira kaimera ni kurutira Shetani. Na akuru kurutira Shetani mera okurutira automatically. Bwana asifiwe. Hiyo inajileta tu bila kupingwa. Haleluya. Kama utamuomba Mungu, utategemea nani? Shetani. Kama utamtegemea Mungu, utamtegemea Shetani. Na kama utamtegemea Shetani, utamtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Hawa ndiko na mambo mengi. Haleluya. Usiano kukelea ikirato gilisi ya kuela umena na kiraki. Kujini todo wena wangai nyuwe tereni. Kazi ya Mungu inakugoja. Mapenzi ya Mungu inakugoja uweze ukaitimize. Kwa sababu Mungu anataka kukutumia. Wakati wote unaona unakosa kwenda kutumika na Mungu, unatumika na nani? Wewe unajiuliza, wakati nimelala, ninatumika na nani? Wakati nisiombi, ni nani huyo aliniambia time si sawa? Nilikuwa ninasoma kitabu jana. Na nikakuta mtumishi wa Bwana alikuwa anasema ya kwamba ati wakati mmoja mtu anasema ya kwamba ati kwa neema ya Bwana imenitosha. Bwana asifiwe. Ati nimeshindwa kuomba. Nimeshindwa kusoma Biblia. Leo nimeshindwa kwenda kanisani. Uweze kuelewa ya kwamba si unasema lakini neema ya Bwana iko pamoja. Wewe haujui neema ni nini? Na haujui grace ni nini? Na grace inafanya kazi wakati gani? Grace kama neema inafanya kazi wakati ule umekuta ulikuwa unataka kuomba lakini umeshindwa. Ati nikasemaje? Wakati unataka kuomba lakini umeshindwa. Wakati ulikuwa unataka kusoma neno lakini wakati ulikuwa unataka
umeshindwa. Wakati ulikuwa unataka kuja kanisani lakini umeshindwa. Sasa kutoka hapo ndipo mtu anasimama. Sasa ni neema iliyokosa. Bwana asifiwe. Kwa nini ndio wako iwatia? Ati wale wanasemanga ati neema ya Bwana ati niko na grace of God. Iko neema. Na leo unagaterere Mungu alikusudia. Hapana. Wakati unaona jambo umelijaribu na Mungu na linakushinda. Sasa hiyo ilikuwa nafasi yako. Ilikuwa nafasi ya wewe. Sasa ni wakati wa kuachilia neema. Neema wakati tu utapiga magoti hivi. Neema ataomba kama hataomba. Haujawahi omba tena. Haleluya. Neema atakusaidia kufanya hilo jambo umeshindwa nalo. Haleluya. Mimi najua mnakuwaga na njaa masaa kama hii ikifika. Lakini kuna jambo moja ninajua. Neema ya Bwana vile wakati tumbo zimekuwa hazina kitu. Lakini neema ya Bwana inasija. Hauwezi kuvumilia. Unanielewa? Hauwezi kuvumilia. Lakini neema ya Bwana wakati imefika inakupa, yani unasikia kama hausikiki. Lakini ukitoka hapa ukifika pale kwa barabara ukiona metura hivi ama maembe hapo unasikia kukula. Ndugu, Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mtu asiseme ati mimi nakalia neema. Neema haujui ni nini. Neema inakutumikia wakati umeshindwa. Neema ni ya wakati umeshindwa. Hata wakati unashindwa ya kwamba nitaanzia mtu namna gani wakati ninapomhubiria. Wajana na hiyo unashindwa unatajaribu namna gani? Enda simama mbele yake. Neema atapita. Neema ataanza. Bwana asifiwe. Kweli ulikuwa unashindwa lakini neema ako na uwezo. Anajua ataanzia wapi, atafanya nini. Niekemenyaga. Digegwatia. Dire digegwatia ate dira ndai wetane na hinya. Dire niki ndira nenya nini dira igwatire nahi no sure ena hinya hiwa. Na dajia ya kuhotana. Salimia yake karibu naye mwambie nakupenda. Mwambie neema iliyo ndani yako imetosha. Neema iliyo ndani yako imetosha. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mwadhani anaoshwa. Kwa hivyo hakuna mtu ako na sababu. Brother Mwani umefanya vizuri sana kwa kunena hayo hivyo umenena. Ya kwamba unatutia nguvu. Ate uliomba ruhusa. Ukweli kazi kama hiyo hata sikuwezi nasema inaweza kosa kuwezekana. Unaona? Lakini neema ako na uwezo. Mahali wewe umeshindwa, neema anaingilia. Mahali pale ni kama Isaya. Hebu angalia Isaya 45. Isaiah 45 19. Soma. Isaiah 45:19. I have not spoken in secret in a dark place of the earth. I said not unto the sea. Sorry. Isaiah 43. Isaiah 43:19. Behold, I will do a new thing. Yes. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Bwana asifiwe. Amen. Ati neno linakuambia 43:19, si ndio? 43:19 inasema ya kwamba ati tazama nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio wewe utafanya.
Sio wewe utafanya, ni yeye atafanya. Anafanya, anasema atafanya. Tazama, nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtaliona sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Kwa hivyo kule anafanya njia ni wapi? Ni jangwa, mahali hakuna neema yoyote, mahali hakuna nguvu zozote. Haleluya. Lakini yeye anasema nitafanya. Kwa hivyo hatuna jambo tunaweza simama nalo tuseme ati nilishindwa. Yeye anakuambia nenda, nitafanya. Nitachimbua njia jangwani, maji katika nyika. Bwana asifiwe. Ate na mito ya maji nyikani. Mahali pale hakungewezekana vile kutakuwa na vile itaendelea. Na nitaanza wapi? Yeye anasema ako na uwezo, ako na njia. Haleluya. Mwadhani ya roho sho. Ila ndio nema kana tima. Jana haungeweza, lakini leo unaweza. Jana haukuwa unajua, jana haukuwa umefundishwa, lakini leo kuna uwezo wa ajabu. Na hakuna jambo halitawezekana kwa wote wale wamwaminio Bwana. Haleluya. Na jambo lolote utakaofanya ni kwa ajili ya Christ, ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hakuna wakati hautapata njia. Niko kana Kristo. Mtu asijaribu kusema ati nilishindwa ama sikupata time. Time ni wewe ucreate. Time Mungu hawezi kukicreatea. Ni wewe ucreate. Nafasi yote ni wewe utengeneze. Kama vile unatengeneza nafasi ya kulala, kama vile unatengeneza nafasi ya kukula na ya kupika na ya kwenda kutembelea marafiki, tengeneza hata nafasi ya dakika 5 tu na mtu. Haleluya. Amen. Ama utokee wewe uweze kuokoa. Kuna mtu anahubiri pale ya kwetu. Huyo mtu anahubiri na mnai. Na anahubiri na lugha yao tu. Anahubiri. Bwana anasema utakufa ukikosa kuokoka. Na kuna wakati anafika anaongea hata kimoyomoyo. Na mundu ucio ni ahunjitie muthenya wake ni waira, ni waigua. Ndari sauti, hana sauti. Nilikuta mwingine sijui ni soko gani. Ni soko ya Facebook. Na wacha nimwambie huyo mtu haongei. Lakini anafungua Biblia. Anaanza. Alafu anasimama. Anaanza kufanya. Na wewe ndio tale nake. Yeye ndio kwa ndio kutana na mtu sio Facebook. Kama tukira dada yake kwenda leo wikendi na kitu kama hapa. Mwenda katolika tulia kule. Mundushio dala kia. No ahunja kia. Agikana na shie kwa hii. Ndio ya mama watu wale sasa wanaelewa hizo science. Si wanatambua Yes! Na unakuta watu wamemsingira. Wengine wanamsingira ndio wakishindwa huyu naye. Unaona? Wengine hata wanamcriticize, wengine ya. Lakini kunaye hapo anajua zile science. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watu yake mnatawamu adani. Mtu wa Mungu utasimama na nini? Na utasema nini? Wewe unasema wale tulikuwa nao asubuhi tunakumbuka vile tuliongea. Si ndio? Juu ya hiyo first John. Ilikuwa first John 3. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, kama unapata nafasi tu ya kwenda choo tu, unainama pale kwa choo na unamaliza kazi yako. Tafuta tu nafasi kama hiyo ya kuhubiria watu. Na njia yoyote ile utaweza kupata nafasi. Hata mtumishi wa Bwana anasema ati kama utahubiri na njia yoyote ile bora, unahubiri na njia gani ama gani, haijalishi, bora unahubiri Kristo. Bora ni jina la Yesu Kristo
unainuliwa. Haleluya. Amen. Sawa sawa. Tulikuwa hapo sasa tukiendelea. Mwadhani ya roho shu. Tukaona ya kwamba wakati ule tulikuwa tunaongea on Sunday, tukaona ya kwamba Mungu anafanya kazi yake kupitia mwanadamu. Mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni nani? Ni wewe. Na usiwe mtu tu wa kusema ninahubiri. Ate kwa sababu unahubiria wale mnatida hapo mkibisana pale kwa kazi. Hiyo sio kuhubiri. Kama umehubiria watu mara pili, alafu watu wale watako ni mabishano wako nayo, waachilia watu hao, enda kwa wengine. Wacha kukaa hapo kwa biashara yako ati unahubiria hao wanafiki mko nao hapo, kwa sababu hata wewe ni mnafiki. Unasugusana manafiki wa nini tupu. Toka! Umeitwa katika ulimwengu mzima, haujaitwa hapo. Haleluya. Hapa umemaliza. Toka sasa. Haleluya. Bwana asifiwe. Toka ukawahubiria na uko nje. Na utaweza kukuta kweli kabisa. Neema ya Bwana inafanya kazi juu ya maisha yao. Wacha tufungue katika kitabu ya Acts. Na ndio nilikuambia na kwamba hiyo ni kwa sababu hii kitu sitakosa kuirudia. Your mouth is the gateway. Bwana asifiwe. Into the supernatural world. Kwa hivyo wakati unaona unafungilia huo mdomo wako, unakosa mambo ya ajabu kutoka kwa Bwana iweze kukosa kufikia watu. Fungua mdomo wako na watu wataweza kupata. Mdomo wako ndio rango. Mdomo wako ndio mlango wa Mungu. Tuko pamoja? Tukimkimya sisi wote, ama niongee lugha hapa hamuielewi, na ikosa mtu wa kuifafanua. Mnaweza juaje vile ninasema? Sasa wewe unakaaga kama mtu hana lugha inaweza sikiwa na watu wale wengine huko nje. Fungua mdomo wako, uko na lugha inaweza fikia watu wengi. Uko na sauti inaweza fikia watu wengi. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie tu hata kama ni dakika 3. Usijiulize nitafanya nini, nitaanzia wapi. Yeye ndiye mwanzilishi wa kila jambo. Hata Jeremiah alimwambia, mimi sijui kunena na mimi ni mdogo sana. Bwana akamwambia usijaribu kusema hivi. Moses akamwambia, mimi ulimi wangu ni kigugumizi. Sasa nitaongea namna gani? Naye Mungu kwa sababu aliona Moses amekosa kumtambua, akamwambia, sasa si your brother yuko pale. Aaron, mwambie kama wewe hutaki kupona. Wewe hutaki kupona. Hiyo jambo ilinitia nguvu sana wakati nilitambua kwa nini Mungu alimwambia. Sasa si your brother Aaron yuko hapo. Ni kwa sababu nani? Moses alipinga nafasi ya uponyaji. Akifunguliwa huo mdomo na angeongea. Haleluya. Ukugumizi haugetambulika, haugejulikana na wana wa Israeli. Kwa sababu Mungu alimwambia, hiyo ndio sababu. Si mimi ndio nina direct kulini. Ndiye tote kana daudizio na nemisi. Kwa hivyo wakati unaona umekaa chini, wafungilia hili katika familia yako. Wafungilia mambo mengi sana unataka iweze kutimia katika maisha yako, unaifungilia mahali pale. Bwana asifiwe. Sababu mengine yatatatuliwa wakati utakaposimama kwenye mwanya. Shida zingine zitakwisha wakati utaweza kupeana nafasi. Unaunganisha watu, wanakuja wanahubiriwa. Haleluya. Unaenda one on one. Unaenda witnessing. Unaenda open air. Haijalishi mko wangapi. Kama next week ninajua tuko na open air. Lakini siku ni ile, sijasema ni siku gani. Bwana asifiwe. Tutakuwa na nini? Na hiyo mkutano wa nyumba. Watu wa Mungu, naomba please. Sisi
Wale watu tulio nao hapa si akina Judas. Wale hawakuwa wanataka kufanya kazi ya Mungu hata kama walikuwa chini ya mamlaka ya Christ. Walikuwa wanaongozwa na walikuwa kiongozi wao na baba yao ni Christ. Lakini yeye alipiga kazi ya kiongozi wake, ya master wake, alipiga hiyo kazi. Mnafikiria ni watu wangapi wako huku wanatupinga? Na wako tu ndani. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Wakati unasikia moyo wako sasa wewe unataka tu kupumzika, usifikirie unatutia nguvu. Usifikirie unashika mkono wangu kama vile Moses Pastor Beatrice amesema, sijui nani amesema, walimshikilia mikono. Haleluya. Ndio aweze kufanya wana wa Israeli waweze kufanya nini? Kushinda. Wakati unaona hamtaki ushindi, na ushindi utakuwa pande yenu. Sio pande tu ya Moses. Sio pande tu ya tuna mtumishi wa Bwana. Ule ushindi ni wetu sisi wote tuweze kugawanya. Hapa sio ukweli. Ni ukweli. Wacha kuwa Judas msaliti. Alisaliti kazi ya Bwana akiwa ndani. Alisaliti akiwa ndani. Haleluya. Amen. Lakini alikuja kujulikana alikuwa msaliti. Nimeshakuwa na wasaliti wengi. Na mahali kumepita watu watatu, hakukosaki msaliti. Salimia aliye karibu naye, mwambie amka. Mwambie amka. Apostle nini? Sikomei hapo. Apostle anaendelea. Haleluya. Amen. Mbele yake kuna risaa. Hapo leo kwa roho Mwana ni roho shu. Amen. Haleluya. Amen. Wacha kuwa msaliti, mwambie hivyo. Wacha kuwa msaliti ukiwa ndani. Toka nje ukawa msaliti ukiwa nje. Anasifiwe. Amen. Fungua mdomo wako. Shikilia mkono wa yule mwingine. Nashukuru sana watu wale wote walikuja hapa na nikakuta wamefanya kazi zao. Wengine hata walikuja asubuhi. Tulikuwa sisi tumefika huku kitu kama saa 1. Ikiwa kitu saa 1. Nilikuta kuingia tu watu wakakuta. Kwa sababu wanataka kumaliza kazi yao ya clean. Bwana asifiwe. Wale wengine wote walikuta, lakini kunao hawakupata ile nafasi. Lakini sio kelele juu yao. Lakini nasema wacheni tushikane mikono sisi wote. Bwana asifiwe. Hii kazi ni yetu sisi wote. Hii kazi si ya pastor. Haleluya. Hii kazi si yetu. Ni sisi wote. Joshua na Caleb wakajua, tusipomshikilia Moses, sisi wote tutaangamia na tutashindwa. Na sisi msiposhikilia hii kazi, sio pastor tu wataangamia. Tutaangamia. Tuweza kuangamia sisi wote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni juu yako, haijalishi nyinyi ni wangapi. Bora tu tunashikana mikono, tunainuana, tunamuombea, mnatuombea. Kusiwe na watu special kuliko wengine. Hata katika nafasi ya kujitolea, kusiwe na watu special kuliko wengine. Wanataka kukula tu ndani ya nyumba la Bwana. Wanataka tu kukaa chini. Tako yote iko kwa kiti, lakini hawataki kusimama katika nafasi ya kazi ya Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini ndio mmoja kioria. Mukwenda uingie kana arutiwera. Jerai wega. Arutiwera. Tutiripata na wingi. Ukikuru ni wikaleta na hivyo miaka 5, kuma miaka 5 ngoje na iguru. Wagirira ni gukorwo gikore tureka. Haleluya. Wagirira gukorwo gikore tureka. Ona miaka 3 wagirira ni gukorwo gikore tureka. No titucokagie na thutha hindi ciothe uri urenda. Na naku watu kwa hiyo kali hata mundu tare takaniwa gake gatare thurari.
asifiwe. Haleluya. Lazima tuweze hakuna hapa mtumwa wa mwingine. Sisi wote tuko katika kazi moja. Bwana asifiwe. Amen. Tuyamwe. Ndio ika urufio yetigwo. Ndio ika uri. Ogo mureka wega, mundu ngida ndikira ndio kiaruga mbere. Ugo wekore. Kana thondeke kanitha na hau, wali ule ugo wendaga. Naenda kwa watumishi wa Bwana wakwambie kanisa ni nini. Na wakwambie madhara wanapitia katika kanisa. Haleluya. Kwa sababu kanisa si watoto wanaongozwa na si wanyama wanaongozwa, ni watu wazima, watu wako na akili zao. Kwa hivyo mtumishi wa Bwana ataonekana akiwa na shida wakati watu wa nini wale anatawalia wanamuona katika njia tofauti, lakini ni kwa sababu hawataki kutumika katika kazi yao. Hawataki kuongozwa katika kazi ya Bwana. Haleluya. Bwana ni roho. Lazima tusimame. Lazima tuweze kutia, yaani kila mtu afae kiatu yake. Mtu asimame. Demo yake yake demo ile. Ile Yesu wanile andu wale amale ndasiama na moliro. Na makemera sasa tulingire kiama takiri rani ngete hedena. Ama ile ate. Aliwaambia namna gani? Kiama kenge mukona ngeke yale. Nitakere nekereko. Tigo kiria mwandira ende. Kana ngali ya zona. Bwana asifiwe. Kiama na kiu. Adumero kwa tada tukalida Yesu yale ya 72 na Yesu 72. Adumani bila Mungu wacha na aigana. Neri. Mira kwenda magisoka. Na tondu wira wa Yesu wale mutiruka thiri na tomo iko minere matigiro marigana. Kanitha ni kahigo kana gatia higo. Ni kahigo kana gatia higo. Atigiro wale matiruka kana Brazil Judas. Bwana asifiwe. Kanitha yake higo Yesu agithio na mbere dukuhutia na kukuria matungana gale ani matanagiruka. Mebukendaga ciama na moliro. Nikiurenda thini wa kanitha. Nikikuletea huko kwa mundu woria kiuria kiu angane brother. Oje. Nikikuletea kabisa. Wona kaundu kaiga no ngoni ukakwe muhujia. No kwenda muhujie kiuria urenda. No kwenda gutware no huthu. No menyereri. No weturende kunyitira wira wa Ngai. Niguo muteithanie na muhujie ucio. Niguo rucia gakoro honge gakoro ukwira kora thini wa moritu. Hallelujah. Ni njaragia wakoigwa igwe wakoigwa ni eguthiathie na wakoigwa ni egwikara ikara. Mwathani arogocio wira wa Ngai nuthaithanagirwo mundu wothe urabatara wira wa Ngai aikara kathia gakira hindi ria kahinda kagiriire karu no reke inde mwire ti hindi ciothe ukagaga handu hothe ino cionge ti hindi ciothe ukagaga handu hothe ni wagiriire kuonekana mahinda mangi na mangi. Haleluya. Ndrai ngo leo leo tuikarite nao tia ya geni. Ni mama matuthomea geni uria tutwalithagia wira. Asabu ni mamenye uria turaruta wira hindi ria mona nafasi tugakorwo ha. Waigwa mwanake wa Bangana. Haleluya. Na brother bitwa ndio nafasi na tunaupendea. Wakatengera tiguo. Mwana nituma Elia nini? Sister. Ndio tena nafasi wakatengera. Bwana asifiwe. Ndio tuwe na miaka 10 wewe na miaka 10 wewe na miaka 5 no ora wenda na kuromo tu tutakana. Urajio ni hora ibata ore azoa. Tutakane dutu. Oh ibo kore kinya mwisho. Mwathani aromwisho. Haleluya. Amen. Tondu ni tukurora ciana ino ciongene ciana tukurora inyue. Ti andu agima tukurora ciana. Haleluya. Amen. Ni tugaga na kogaikara ta Yesu. Kwaga mundu akuhujirio ndina ndoja. Haleluya. Uthi gukora na guku bara hujia upendea.
Ginya itali Mike hutie. Wako hivyo na wako ikala kuna jamaa kwa ngako matoro ukinye gode. Haleluya. Nani tutaweza kana liutete. Bwana asifiwe. Amen. Kama ndivyo kwa dada kirelia ya demo haki. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yes. Tuwe hapo Ugai haleluya. Hallelujah. Kiani ndiye. Iko yuko. Wewe ina ingine ya makaedo. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Wewe kanisa wewe ndio libiu. Yenda katia. Orai. Odori akahola le kwake. Yohole kwa kujihole kwa mtu ulikuwa na hole kwa mfano. Kwa mtu ulina kwa mtu nia wako. Haleluya. Lakini kazi ya Kristo ni ni kufanya. Nashukuru sana wale niliwaona hapa. Wamefunga kazi zao. Wamekuja kila mtu amefanya kazi yake kwa sababu alisikia na akatii. Yes. Hale Bwana asifiwe. Amen. Wale wote wametoa kile tuliongea. Wameinua kazi ya Mungu. Sasa tuko mandi nyingine. Tena wengine wameanza. Na wengine hata hawajigogi kamwe. Marutero wameenda. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Neguo. Tukurora wĩra wa Ngai na mĩena yothe tuigananie tũrĩ andũ erĩ kana atatũ. Jesu oigire tu othe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tinginya wawero ũyũ wĩra haha. Wawero ũyũ ndũkũ keyboard nĩrakũrĩa matigana nayo. No maũndũ marĩa twĩna mũthini wa kanitha wĩke. Aini nĩ mũno nao matuga tũtoi mararũgama haha nena nĩ marendwo nĩ andũ rĩu atĩrĩ mũndũ ũcio arĩikaraga ũrĩa kwenda. Haleluya. Tiene thaki indo. Gaka gaitũ we gũikara ũguo gatarĩ keyboard gatarĩ drum set ona rwĩmbo rũinwo rũrĩa rwa tene. Tuko pamoja? Kwa mũtongoria wa ciarĩ. Tulina karumwe yumwe ma tumekera de mujie karugama. Hello. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ni utire mundu ngenda ingira wira wangai. Utire mundu ngenda ingira wira wangai. Nina miaramano minene muno. Ona mimi na miaramano mingi muno. Miaramano tutira kuthaitha ugathi iguru tuteithike. Kana kuna moyo wa tene na tene tuteithike. Ni ukinyanĩrie kĩrĩa gĩatũmire ũciarwo nĩ Ngai na ũkona kĩrĩa werĩirwo. Hakuna haja ya kukuja hapa kupoteza time. Ngoja mkiwaka umteka unakora. Okay. Spirit upon is for ministry. Roho Bwana wakati wote anapokuja juu yako, kazi yake ni gani? Ya ministry. Ni ya kufanya kazi ya Mungu. Kufanya ile ministry iko ndani yako. Ndani yako si ministry yetu. Si yetu my dear Sky. Na hapo mshike vizuri. Hii ni word of God ministry. Bwana asifiwe. Ndani yako uko na ministry. Ile wewe utafanya hii iweze kufanya nini? Kuendelea ndio yako ikue. Tuko pamoja? Kila mmoja hapa mpaka wale watoto wako na ministry. Kwa hivyo usiseme ati ya kwamba mimi naendaka ile ministry ya fulani. Kuja uinue hii ministry na wewe utainuliwa yako.
Haleluya asifiwe. Amen. Tuwe hamwe. Mwathani arogocwo. Amen. Ni urenda andũ anyu mahonoke. Unataka watu wenu wabadilike, si ndio? Kuja tusaidiane. Ndio tuwafikiwe na wale tutahubiria na huko waende wakawaambia hata kama sio sisi. Kwa hivyo haungojei kupokea roho mwingine mpya. Yule roho alitiwa ndani yako wakati ulipozaliwa. Ule roho wa Bwana wakati ulipookoka, hakuna roho mgeni utawekwa. Huyo roho ndiye atafanya kazi ndani yako. Bwana asifiwe. Na huyo ndiye anatawala saa hii na ndiye atatawala miaka mingine yote. Leo ilikuwa hiyo siku. Kwa sababu nataka watu wote tuweze kuwa katika mawazo moja kama tutafanya kazi pamoja, si ndio? Tuweze kufanya kazi sisi wote pamoja. Acts 2:1-4. Rona? And when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the houses where they were sitting. And they appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it was sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with one tongue, and the Spirit gave them utterance. Bwana asifiwe. Wacha nisome na Kiswahili moja. Inasema ya kwamba 1 inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Bwana asifiwe. Walikuwako wote mahali pamoja. Bwana asifiwe. Akigojea nini? Power. Tuko hapa kwa nini? Kwa sababu ya power. Tuko hapa kwa sababu ya power. Bwana asifiwe. Ndio tupokee power ya kutuongoza kesho. Na si tu kuhubiri, ni katika hata maisha yetu ya rohoni na hata mambo yale tunayofanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Alafu namba 2 inasema, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Bwana asifiwe. Kile kilikuja ni kitu wanaokijua ama ni kitu kigeni? Kitu kigeni. Hawakuwa wanajua ni nini kitakuja, na hawakuwa wanajua watakipokea namna gani, lakini kilikuja a sound from unseen world. Ile kitu ilikuja katika maisha yao, ama kile kiliingia ni kitu cha ulimwengu mwingine. Bwana asifiwe. Unseen world, yani kilikuja kitu yani hakionekani kutoka katika ulimwengu mwingine. Sawa. Mambo ya lugha ni kusomea. Inakuja kutoka unseen world. Bwana asifiwe. Ni kitu hakijulikanaji vile kinakuja. Kwa hivyo wewe uko ndani ya world inayoonekana, lakini mambo yale unayoyatarajia katika maisha yako kutoka kwa Mungu inatoka katika ulimwengu usioonekana. Na sasa hebu nikuulize, kama unataka mambo inayokuja itoke katika ulimwengu usioonekana, na wewe uko katika ulimwengu unaoonekana, unataka ufanyise hiyo ya ulimwengu usioonekana kazi pamoja na ya ulimwengu ule unaoonekana? Iko na tofauti kubwa sana. Haleluya. Wakati mambo ama roho nguvu za ulimwengu usioonekana iliingia ndani yao, mara moja walitumwa. Haleluya. Wakafanya kazi isiyoonekana na julikana. Bwana asifiwe. Walibeba
Githeri nĩ kĩomenya ũrĩa ũrarĩ. No wala ũrĩa ũingĩraga thĩinĩ, gũtirĩ mũndũ ũmenyaga ũrĩa ũingĩraga na ũkebanga na ũkambĩrĩria wĩra waku. Haleluya. Kwa hivyo ni vyema na ni vizuri sana uweze kujua kile unapokea ni kitu yenye hata wewe hauwezi kukitambulisha ujue kiko namna hii, kimekuja namna hii. Ni kitu tofauti na vile ulivyo wewe. Haleluya. Na ni lazima ukifanyishe kazi kulingana na vile kinafaa kufanyishwa. Wewe uko na two world. Uko ndani ya mafalme mangapi? Mawili. Uko katika ufalme unaoonekana na usioonekana. Na kila ufalme ni lazima usimamishe kazi yake, sababu uko ndani. Haleluya. Bwana ni anakosha. Je, hamwezi wangai? Yes. Kwa hivyo that sound, hiyo sound ilikuja kwao, ilitoka katika unseen, from unseen world. Ikakuja wapi? Bwana asifiwe. Na ilikuja sasa tukitaka kufafanua tena tunaweza sema sound from unseen world, from immaterial world. Kwa hivyo ni kitu hauwezi, Bwana asifiwe, hauwezi tambulisha vile kiliingia ndani yao, vile walikipokea. Immaterial world. Si motivo no kiuga ni hano. Kukiuma donge tareria. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini yana tunao yapokea hapa, tukiendaga kuimba hapa tutabia wabero ruka kwa keyboard. Wabero weka ni vitu tunaweza elezea ndio muziki uweze kuwa na utamu. Lakini kile ndio tuweze kuwa katika utamu katika ulimwengu huo wa roho, inatoka katika immaterial world. Bwana asifiwe. Na inakuja kwa mtu aliye modo weke. Bwana asifiwe. The sound came from the spirit world. Ni mwenye tatonya mtu tutafiki. Ya bere from unseen world, ya bere immaterial world, ya gatatu sound came from the spirit world. Na hiyo sio the siugeti tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo haya yote ni lazima uweze kuyatambua vyema. Ndio uweze kujitambua, kujielewa, wakawacha kukaa ulimwenguni kama mnyama. Tambua wewe tofauti yako na mnyama ni nini? Mnyama hagojei kitu kutoka katika unseen world. Haleluya. Wewe ni tofauti na namono na ng'ombe, na ngui, na tigiri, na siora. Tofauti nene. Kwa sababu mambo yale unayoyapokea ni supernatural, na unahitajika unene mambo supernatural. Hii ni nyumba ya Mungu, kwa hivyo hii haina shida. Hii itakaa tu hivyo place. Hii itakaa tu hivyo. Lakini kile kinaingia ndani yake ni supernatural. Na mambo yote kazi yako utafanya na huu mwili. Kupitia hiyo mambo inaingia ndani yako, imetoka katika unseen world. Utafanya mambo supernatural. Bwana asifiwe. Mambo haitambuliki, haijulikani, haieleweki, hauwezi itambulisha, lakini inafanyika tu. Kukorebe. Lewe hali ya kwa uwe kama shio. Wotile dukugoradi. Dukuru le hauikareti. Tuweze kufundisha na nyinyi mtufundishe yale mnayojua. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Hebu sikiliza. Wakati mambo nini? That sound unasikia neno linasema sauti ilitoka katika. Hebu soma. Grace. Namba 2. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Bwana asifiwe. Uvumi ukatoka mbinguni ukajaza nyumba yote. Ukafanya nini? Ati ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wao hawawezi tambulisha ni
kiuvumi cha aina gani. Sasa hapo wakati kule sasa ule uvumi ulikuja, mambo yale ilifanyika katika ulimwengu wa rohoni, ilifanyika miongoni mwa mahali pale walikuwa wameketi. Bwana asifiwe. Haikufikia wale walikuwa nje. Sisi tunasikia kuna watu walikuwa nje, walikuwa wanasikiliza, si ndio? Lakini huu uvumi ulikuja kwa akina nani? Hawa wako hapa. Hawa wako hapa ni akina nani? Wale wako tayari. Wako tayari, yes. Wale waliamini. Wale walikuwa nje hawakuwa wameamini, lakini wewe umeamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wema huu unaona tunanena juu yake, ni wema, wewe itaupokea na utakuwa msaada wako. Bwana asifiwe. Na ulitoka katika unseen world, from heaven. Bwana asifiwe. Namba 3 inatuambia namba 3 inasema, and there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. Ati kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Namba 4 ikasema Kiswahili, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha ingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati mnaona tunahubiri mambo yetu, ama tunahubiri yale yametiwa ndani yetu, tunahubiri kulingana na vile Roho ametusaidia kutamka. Haleluya. Sio ati mipango. Tunahubiri kulingana na vile Roho wa Bwana anapohitajika tuweze kutamka. Haleluya. Hakuna mpango wowote na hakuna mafundisho yoyote ya mwanadamu ati nikuja hapa nianze kumwambia ongeeni hivi, semeni hivi. Hapana. Hata wakati utaenda ufungue hii message, utaihubiri na njia nyingine kulingana na vile Roho atakusaidia kutamka. Haleluya. Mwathani ya Roho ushika. Wira wa Ngai tunetumute kuringana na uria Ngai arenda, no tule vitu kwenda. Kuna mtu mmoja nilisikia alikufa. Na yule mtu alikufa akakufa kabisa, ile kabisa. Na wakati alipokufa na watu wakaelewa alikufa. Akiwa katika ile pilika ya kwamba atazikwa, akafufuka. Pilika ya kuzikwa, akafanya nini? Akafufuka. Hebu nikuulize, alikufa akiwa wapi? Alikufa akiwa wapi? Hapa. Tena alifufukia wapi? Kamtaraji. Alikufa akiwa wapi? Alifufukia wapi? Kwa hivyo nini? Roho wa nini? Roho wa ufufuo uko wapi? Na wa kifo? Bwana asifiwe. Kwa hivyo hizo ni dunia mbili ziko mahali pamoja, ya ufalme na ya ulimwengu, lakini zote ziko mahali pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe dakika moja unaweza jikuta katika nafasi ya kuonyeshana mambo yale unseen in the other world. Bwana asifiwe. Na unaweza onyeshana mambo yale yanaonekana katika ulimwengu. Haleluya. Kwa hivyo wewe hakuna wakati unangoja uende mbinguni. Mambo yote yale yanayohitajika katika ufalme wa kiroho na inaitwa ufalme ufalme wa kiroho na wa ulimwengu ziko wapi? Na ndio hapa unaona mimi nikitaka kujiachilia
atanitumia nikiwa wapi? Hapa. Nitahubiri wapi? Mahubiri yake hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jitambue. Wacha kufikiria kuna jambo lingine mpya itakuja maishani mwako. Tiga mwesiria kule ndio mwero wako mutorera ine waku. Tiga wale weketwa ni maithe maitu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati ule mtu aliweza kufufuka, alikufa akiwa tu hapa. Alafu alikufa akiwa hapa na alifufukia wapi? Hapa tu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo matendo yote ya miujiza na maana nini na madai itatoka mbinguni. Again, si Mungu atatoka mbinguni ashuke hapa. Mungu tayari yu hapa. Na jambo lolote unalolihitaji li hapa. Hakuna ate ninangoja. Li katika itezo kierwate nego ekatia. Nego darukia gedima. Etiko nego chipua gedima. Na nego thondeka njira. Arathondeka ku. Kwamba okue arathondekera iguru. Ni iguru aratayarisha. Ithe ti haha. Njira arathondeka niriko. Gedima kibareja ni kiriko. Ithe ti kiohoro wa Ngai. Ithe ti muoyo thiine wa kunyua gedima ici cia honokanio kenete. Bwana asifiwe. Weko. Woko ni kwa gedima ici ile. Bwana asifiwe. Ni hapa tu. Usiseme utaenda kufurahi. Baba ninajua nikikuja huko nitafurahia na nitapumzika. Hapo huno kego kwa wapi mmenya style ya kuondoka. Hapo tablet style ihuruka weko. Ego. Udiko huruka huruka na mesigi na mkire kendo takiwa. Kwa hivyo heaven is in the spirit. Na hiyo spirit yako wapi? Here. Inside you. Kwa hivyo heaven yako inside. Salimia aliye karibu na mwambie kwa kupenda sana hapo. Bwana asifiwe. Amen. Na heaven niyo Mungu atokeaga ne immaterial. Kwa hivyo tikendo ogehu tikendo ogehutia kana utarelio leke hapa. Unakumbuka mtu kama Elijah wakati ule alikuwa amekataa kufanya kazi ya Mungu na akaenda kujificha mahali alienda kujificha. Wakati ule aliambiwa aende kazi ya Mungu ni nyingi. Mnakumbuka kuna crowd siliweza kumtokea. Kuna fire iliweza kumtokea. Na nini ingine? Kwa na madume iliagasiwe. Ginyagekata gisangara na liwate mwana nini kile noka kioka ganga ya kamwira atia. Kilikuwa kinakuja Mungu anamwambia na siko hapo. Bwana asifiwe. Hiyo ndio mnataka. Hiyo na siko hapo. Hiyo na siko hapo ndio watu wengi wanataka. Lakini ya ine ilikuja kasauti kadogo kanyororo kebaba kalifanya aweze kupiga magoti. Haleluya. Bwana asifiwe. Akaaguka mbele ya Mungu kwa sababu ya hiyo kasauti. Hiyo ni kasauti gani? Spirit. Neno la Bwana word. Uria kiugo kia Ngai kiingiraga. Gutiri mundu ungiota gutariria. Kilimunyenyekesha. Kunyenyekea ni kufanya nini? To be humble. Ni kufanya nini? To be humble ni kutii. Bwana asifiwe. Wetekera uria Ngai aroi ni wa humble. No ngikumundu itikagira. Kohana. Hapo tigweko na kutia gadukata hivi sisi. Akimtumisi. Tiga, ndio mtu
akamwira ikara wale ikaraga rĩrĩa roigereria na gũkũbara ũkĩrĩa mĩtiga bara. Hallelujah. Kuhamba ni gukorwo vile neno la Bwana linaposema na vile umeongozwa unafaa. Na ni hakuhambo Adam and Eve walikataa kuhambo. Walikataa kutii grace. Walikataa kutii. Wakati walipokataa kutii, watu wengine wanasema unajua hakuna mti mimi nitakula, hakuna tunda. Tunda ni kutii. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Kwa tika kwetele na horo manga ino tike mara kide mwile. Mutikae kuigerekania na dini. Wacheni kujitoshanisha na dini. Wacheni kujitoshanisha na dini. Wewe uko mbali sana na tofauti kubwa sana na dini. Bwana asifiwe. Amen. Uko mbali sana na tofauti kubwa sana na dini. Wacha kujitoshanisha nayo. Wacha kuwasikiliza ati wanasemanga sisi tunasoma lisali moja tunaenda tunasoma dakika fulani tunafanya hivi. Na wewe sasa unafikiria uko sawa. Tiga kuiga. Mikuraya muno wewe wa mwadani wa mwisho. Ona Ngai huko ina tofauti ya nao. Na sheria inena wewe inena. Hallelujah. Amen. Your body is the meeting point of heaven and earth. Your body is the meeting point of heaven and earth. Ufalme wa mbinguni wakati unaponena na ufalme huu tulio ndani yake ndio meeting point. Body yako, mwili wako, wetekera kwa Ngai, kwa kukubali kwako, kutii kwako na kukataa kwako ni wewe. Kwa hivyo your body is the meeting point of heaven and earth. The immaterial with the material. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo uweze kuelewa wewe wakati unapotambulika, nikikuangalia hivi, nisikuoni na pande moja. Na kuona na pande ngapi? Najua ufalme wa mbinguni unatawala ndani yako na ufalme wa ulimwengu unatawala. Sasa ni wewe utaamua ni gani itakuwa ni gani is powerful. Yes, ni gani strong, ni gani powerful. Ni ufalme huu ama ni huu? Hallelujah. Amen. Uko tayari kupokea ya heavens immaterial ama uko tayari kupokea tu material? Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo ni juu yako. Your spirit in heaven. Your physical body in earth. Spirit yako in heaven. Inako ya physical body. Bwana asifiwe. No the meha mwe. Dagekereko imwe. Hallelujah. Mwathani yagoshwo. Mararuta wira hendereko imwe. Wene wewe uri. Kwa hivyo ni lazima ujue roho wako, your spirit, it is your ni heaven. Na your body ni earth. Kwa hivyo hizo zote mbili zinafanya kazi mara moja. Na unaweza, you can enjoy the best of these two worlds. Unaweza furahia this your sieri. Halatimu wai. Miaka
example. Wakati Yesu alipokuja ulimwenguni na akazaliwa ulimwenguni, wakati hata alifika kufanya kazi ya Mungu, neno linatuambia hivi. Ulimwengu, yani body wise, haikuzuilia spirit yake hata erutele. Spirit ya rutiremera otoria body yake hata no are strong mwenoreko spirit. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna kitu kilizuilia. Umwili haukuzuilia Yesu kufanya kazi katika ulimwengu, na roho hakuzuilia Yesu kufanya kazi katika heaven. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wewe, tuko pamoja? Hata wewe hakuna wakati unaweza kosa kuenjoy. Hakuna wakati utaweza kosa kuenjoy nini? The best of this two world. Zote ziko hapa uweze kufurahia. Ukizizika vizuri na ukizitambua vyema, utazifurahia. Haleluya. Utatafuta pesa kama wale wengine, na utatafuta bila msaha. Utaajiriwa. Haleluya. Utaweka biashara. Utazaa kama wengine. Utafurahia bwanako na bibi yako kama wengine. Haleluya. Amen. Otirio dohi gereyo. Mutigayo mutiga muhete manefeta. Ate unajua nikienda kanisani nikiwa na heavy, Mungu atanipiga. Akupige kwani ni yeye anaona? Na Yesu roya. Hiyo yote vinafaa tuweze kutambua vyema. Mambo ya mwili ni ya mwili, na iko kama inatoa damu yake, inatolea wapi? Roho. Naye kama ako na furaha, ana furaha yake iko imetoka, kuna mahali imetoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo ya mwili na mambo ya roho tusitoshanishe, yani kwenda kwa kati ya mtu sikubali siweze kutangamana ateu mwele na utokie roho. Hakuna mwili hauwezi haribu mambo ya roho, na mambo ya roho haiwezi haribu mambo ya mwili. Lakini mambo ya roho inaharibu ya mwili wakati wowote umeamua iharibiwe. Bwana asifiwe. Sababu mwili hauna faida. Mwili ndio leke keguni. Wawe tekeli ya mutabara takendo kege. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Utakuwa mtumwa wa fedha. Utakuwa mtumwa wa nini? Yani wa watu. Utatumika na watu na yani ona ndio. Lazima uweze kuelewa na kutambua kazi ya Mungu inafanyika namna gani katika maisha yako. Na ujue ya kwamba kama vile tulipo hapa, ni dakika yoyote tunaweza kukwambia simama. Bwana asifiwe. Amen. Tuombe. Tumeswift mara moja. Hata saa hii ninaongea, hatuko huku, ni wewe tu unataka kwa sababu unasikia badija. Waibu waja owadikiredia mwele. Haleluya. Lakini sasa hivi tuko hapa, tuli swift from morning. Hatuko kule katika ulimwengu wa hapa, tuko katika ulimwengu mwingine. Bwana asifiwe. Yule unaitwa unseen world. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama unafikiria kukua katika heaven ni kikitu ama kijambo ama mambo inaweza hapana. Ni wewe utambue. Saa hii naweza kuambia tusimame, tushukuru Bwana. Ume swift. Hata saa hii ume swift. Tayari. Haleluya. Amen. Tumbe na mlango wale. Kuri ko munadia kuri kanela kenogo. Dire motu. No kwani wadi kanela. Nanya kumbota ko wale. Hukumaro. Akidu taarifa. Makwale dai niwe kiasi.
Ati ewe kiende akururie no ti akuwe ciana unawe ugumo gukuta wangware ukururetie mathina maria mothe ukire namo kamutsiari mutumia muciari agite kuruta rurira ruga dia rukururetie kana rwigera gako rurira rwa mutumia rugiragara ndari egwikatia Bwana asifiwe. Rugirema rugwika thithe ndakurukururia. Yes, mwambere. Ngeruthie kwa mutumia tondu ndiwe mutumia ndukire wakiona. Wewe ndagitari ni gucimikagira igikio goko na ikagucia. Ng'ombe ikaga atia. Ndionana na ng'ombe kioherero nginya gikono. Neguo. Igakururia ki? Mukaute. Igakururia rero. Yakururia kanina rege na ruo thikũ cigana ithatũ na inya nĩkoragwo na thĩna inakuwaga na shida. Huo ni ugonjwa. Unaweza kuja hapa ukiwa haujakata hiyo rorera hiyo na utatoka tu hapa nayo tofauti. Hakuna uchungu wa asubuhi utaenda nao nyumbani. Nerorera tibi ya rorera wako na ngoma kata hiyo inaitwa nini? Mutijiria rorera tako. Unajua tunaweza kiita kama kana tia baikia tayari. Haleluya. Igeto uko motiketera kendo kemwe ndake mwera hepo yo rorera Itawa after na githo. Ati after na githo Negocia wachi para ver. Eu gati okuruleti. Diga mwetekera kuma goko kuruleti yake. Kana usiye wake wewe na kutumia. Tia kukurulia. Katanisha. Uende ukiwa mwenyewe na ikae mwenyewe. Haleluya. Tuko pamoja? Haleluya. Amen. Watu wawili tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wewe unakuaga kila wakati ndani ya roho. Bwana asifiwe. Wewe haukuagi wa mwilini. Hii andika hapo ya kwamba you are on spirit and the same time on the earth. Wakati mwingine uko katika roho na mwingine uko katika ulimwengu. Na hiyo yote inafaa iwe hivyo. Kwa sababu mambo ya roho haiwezi fanya mambo ya mwili na ya mwili haiwezi fanya ya roho. Yote inakuja kwa tofauti. Lakini inaruhusiwa kuwa hivyo. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Haina shida kambi ndio wangu na kwa maisha. Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati mmoja tunapoishi katika ulimwengu tulio ndani yake, uweze kujua unatumika mara ngapi? Mara mbili. Unatumika mara mbili. Na wakati unapotumika mara mbili ni lazima uweze kuelewa kuna moja katika ulimwengu wa kiroho na kuna ingine katika ulimwengu wa mwilini. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Sema kabisa. Yeah. Na hiyo ndio bahati ile kubwa sana
sana kwa mtu aliye wa rohoni, mtu anatambua mambo ya rohoni na mtu anayetambua mambo ya mwilini. Na njia gani? Na njia hii moja tu, ya kwamba wakati umekubali huo ulimwengu wote bili ifanye kazi ndani yako, ujue kuna msaada mkubwa sana katika maisha yako. Moja ni gani? Wakati uko katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kiroho, haleluya, yaani ulimwengu wa mwilini, una nafasi ya kuleta ulimwengu wa rohoni hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo ya mwilini yote katika maisha yako, wakati imefika katika nafasi ya kuleta noma katika maisha yako, uko na uwezo na nguvu na mamlaka ya kushusha kushusha heavens mahali ulipo. Bwana asifiwe. Na ndio ninamwambia kila wakati, kujeni tuombe tushushe heavens. Bwana asifiwe. Tuweze kufanya kitu tunaita kuleta ulimwengu wa rohoni katika ulimwengu tulio ndani yake. Na mtu yeyote anafaa kuwa hivi. Unafaa kila wakati kuvuta katika kuvuta heaven ikuje wako. Na unaivuta wakati gani? Wakati unaomba. Haina wakati mwingine. Haleluya, Bwana asifiwe. Wakati unaoomba unaivuta. And that's why you can bring heaven to earth. You can bring heaven to earth. Unaweza ushusha ufalme wa mbinguni mahali ulipo. Na wakati unapoomba na wakati neno la Bwana linafanya kazi ndani yako, you can make heaven on earth a reality. Unaweza kufanya iweze kukua reality katika maisha yako na ajeleleko. Unajua mambo ya ufalme haijulikani. Bwana asifiwe. Lakini wakati umeishusha ikakuja kwako, inaleta mambo inaonekana, inaotambulika. Wacha niseme, wakati ule nilikuwa mtu tu wa kawaida. Nilikuwa mtu mwenye hakuwa anajua ninaweza kuhubiri namna gani, ninaweza fanya namna gani. Lakini vile tu niliendelea na kusikiliza neno, kusikiliza neno, kuomba, ilijijenga ndani yangu. Bwana asifiwe. Wakati hiyo jambo ilijijenga ndani yangu, wakati nilipofungua mdomo, ndio watu waliweza kuelewa nini kimejiumba ndani yangu. Kilionekana katika uwazi. Haleluya. Mwana ni roho washo. Watu wengi tunajulikana ati kwamba wakati kusoma neno na kulihubiri neno limeumbika ndani yetu. Wakati tunapohubiri, wakati tunapofungua midomo, ndio tunajulikana sisi ni akina nani. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndio tunajitambulisha sisi ni akina nani. Haleluya. Amen. Mwana ni roho mwisho. Amen. Kwa hivyo ni juu yako na ni kwako wewe uweze kujitambua na kujielewa. Wewe ni nani na utajulikana namna gani, na wakati ule utachukua hiyo jukumu liweze kuonekana katika maisha yako, ikiwa jukumu linalotokana na Roho wa Bwana. Inaona kama sitaendelea sana, lakini wakati ule umeanza kutembea katika Roho, yani unapatia Mungu nafasi ya kujionyeshana, yani na kujitambulisha. Wakati umeanza kutembea kupitia Roho, ni Mungu unapatia nafasi ya kujitambulisha yani kujionyeshana, kujitambulisha kulingana vile alivyo yeye mwenyewe. Alafu katika nafasi hiyo unafanya kuweze kupatikana mazao ya kiroho ikifanya kazi katika miongoni mwa watu on the earth. Wewe ndiye umefanya
Wewe ndiye umefanya hali hiyo iweze kutimia. Wewe ndiye umefanya, kwa sababu umeshaingia katika maisha yako ya rohoni. Bwana asifiwe. Na ukakubali hiyo maisha yako ya rohoni ianze, yaani ifanye kazi miongoni mwa watu. Wakati wowote unakubali kuwa wako, yaani hiyo sijui tutakuwa tukisema na mnarani. Wakati wowote unakubali wako, wakati ule Mungu anapokuhitaji. Umenielewa eh? Wakati unakubali ama unajitoa kwako wakati Mungu anapohitaji, hiyo ni kuonyesha ya kwamba utafanya ulimwengu uweze kutambua Mungu na kumwelewa. Bwana asifiwe. Lakini ni wewe unatafutwa. Ni wewe unatafutwa. Wewe unaweza kubali, wewe unaweza kupatikana wakati wowote ule Mungu anahitaji. Haleluya. Bomanele kanisa. Bomanele kanisa. Shetani anakuanga na church. Shetani anasemaga watu wawili watatu. Hapana. Ni kwa nini? Kwa nini Mungu alisema mahali popote watu wawili watatu walipo? Kwa sababu ya neno. Sababu yake. Sababu watu kumgeukia Mungu ni ngumu sana. Sana nataka kila wakati watu waelekeze, kwa sababu Mungu hajulikani. Mungu maisha ya kiungu ni spiritual. Bwana asifiwe. Na wakati wowote watu wanaoachiliwa wanafuata shetani, kwa sababu shetani ndiye wa haraka. Shetani ni wa haraka sana kutimiza kazi yake ndani ya mwanadamu. Sababu ndani ya mwanadamu, katika kazi ya shetani haina gharama. Bwana asifiwe. Kazi ya shetani ndani yetu, maishani wetu haina gharama. Lakini kazi ya Mungu, wakati mtu anasikia hiyo gharama imekuwa aterere yake jemuni. Kwa hiyo shetani yatagia pia wera wake ruto. Ni kule hili yatagia sadaka. Kwa hiyo ndio ile ukiungana nige shetani na sadaka. Hapana, ndio wa maandiko. No moire Biblia magekofia. No kiambĩrĩria kĩa maũndũ mothe macio kiumanĩte na wĩra wao wa Ngai. Tutigathiĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tutarĩ mũhothi. Nĩ tiguo Biblia yugĩte twĩke ũũ. No nĩ ũmenye nĩkĩ gĩtũmi na nĩkĩ ũhũranaga nakĩo. Nĩ twĩke ũũ. Kana tiguo hii tũhũranaga nakĩ? Tufanye hivi. Sababu shetani anataka upumzike. Shetani anataka upumzike. Usibebe huo mzigo. Usiwe na gharama yoyote utalipa katika kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Anajua kazi ni gharama. Na wakati umekubali kuchukua hiyo gharama na kugharamia, anajua hata kupata. Kwa hivyo anakuambia na anakudanganyia. Ukai wako kwa mambo moja neke. Na nikio mwana Illuminati na ya kinata wote. Daba la kwela kwena igogona kuruka. Umenyagira kuo kwena igogona. Waigira ugathiĩ kwa bera kwa hema muani. Hema fa nego dia wambĩrĩirie kwĩrwo ruta. Asa. Lakini kanitha-inĩ wĩra kwa ndotokete. Onacio mena kundi moyo no nginya uke nake. Na muhothi. Na nĩ moyo wĩra wa Ngai nĩ ũbataraga gwĩka atĩa? Kũrutwo. Wĩra wa Ngai nĩ hitho. Bwana asifiwe. Na ndio unaona watu wengi wamejificha katika kazi hiyo ya shetani na hawataki kutambulishiwa kazi ya neno vile ilivyo. Ikimaanisha nasema, kwa hivyo kazi ya Mungu unaweza itoa hapa na uipeleke pale. Bwana asifiwe. Kazi ya Mungu unaweza kunena, na wakati unaponena unasaidia wengine wakati wanaposikiliza. Mwadhani roho hiyo. Kwa hivyo ni lazima utumike. Viungo vyako ni lazima zitumike ndio watu wengine waweze kusikia, na wengine unawapelekea. Wengine hata wanasikia tu mahali huko, wengine unawapelekea. Hiyo ndio kazi ya Kristo, ile aliyoifanya katika ulimwengu. Kwa hivyo wakati wote tunaposikiliza mambo ya ufalme wa mbinguni,
inakuja kama sauti, inaingia ndani yetu kama sauti, na hiyo sauti vile inaenda inakaa ndani yetu, inaanza kutuumba kulingana kutuumba upya kulingana na mapenzi ya Bwana. Hakuna mtu ajuaye. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana sana, ni kwa sababu ya hiyo kipindi Bwana ametupa tuweze kuwa pamoja. Tutaendelea kwa sababu nafikiria Sunday tutaweza kumaliza pande hiyo, ndio tuingie katika nafasi ya kuingererwa kwa moko ni ati agothiana na boro wa kiria. Kwa Sunday nafikiria tutaweza kugusa pande moja, na ninajua tutaweza kusaidika katika maisha yetu.